نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم ما خلقت فيها وأعضاء. Ndugu zangu Waislamu, wazee wangu na ndugu zetu ambao sio Waislamu, wote kwa ujumla tuliohudhuria katika munasaba huu, awali ya yote, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtaka rehma kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anatufundisha katika hadithi yake kwamba al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, kwamba Muislamu ni yule ambaye Waislamu wenzake wanapata amani na utulivu kwa kupitia ndimi yake pamoja na mkono wake. Ndugu zangu Waislamu, kwa nini nimeanza na hadithi hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Kwanza ni kutengeneza udugu, upendo na umoja baina yetu. Ukija ukasoma haya mambo ya ilmu yanayohusiana na mambo ya ilmu za vita, utaona kwamba tanqasimu al-hurub ila aqsam mutaaddida. Hizi vita ambazo hutokea zimegawanyika katika migawanyiko mingi, lakini vita hizi hubadilika kulingana na nyakati, kulingana na mazingira, lakini pia kulingana na hali za watu. Ndio maana wakasema kuna vita ambayo inayohusiana na nchi moja kuvamia nchi nyingine, yakakutana majeshi na yakaanza kupigana, lakini kwa maslahi ya watu wanaojuana na wakakaa mezani na wakajadiliana na pengine wakawa ni marafiki, halafu wakaenda kuwapiganisha watu. Wewe na mwenzako mkakutana kwenye uwanja wa vita, hamjuani, na pengine hata kinachowagombanisha mkawa hakijui, lakini kauana kwa maslahi ya watu wanaovaa suti zao na tai vizuri, lakini wenyewe wanajuana hapa juu. Lakini kuna al-harbul ahliya, vita ya ndani, ambayo linatokea kundi moja linatengeneza uasi dhidi ya wengine, kama vile wakulima wanaenda kuwaua wafugaji, au wafugaji wanaenda kuwaua nani? Wakulima.
au kabila moja linatumia nafasi yake kwenda kupiga kabila lingine, inaitwa al-harbu al-ahliya, vita vya wenyewe kwa wenyewe, kama vita ilivyotokea kule Awanda kwa wale ambao imetumia chloroquine kidogo, kama kabila hili linaenda kuua kabila lingine. Lakini kuna al-harbu an-nafsiyya, vita vya kisaikolojia. Vita hivi vya kisaikolojia ni vita ambavyo vinahusika na taifa moja lililoendelea au baadhi ya mataifa yaliyoendelea kuanzisha mifumo na propaganda kwa kupitia vyombo vya habari, kubadilisha fikra za mataifa mengine na vijana wa mataifa mengine ili waachane na mila zao, waachane na desturi zao, na wala wasijione kwamba wao wana uwezo wa kufanya jambo kwa kupitia akili zao, kwamba kila jambo linaloletwa basi linaonekana kwamba mzungu ndiye analiweza zaidi na sisi hatuwezi. Kwa maneno nzuri, kwamba kila jambo mzungu ndiye anaweza, na kwa kupitia nadharia hiyo wameanzisha na mifumo kutoka kwenye ukoloni wa silaha kuja kwenye ukoloni mamboleo. Kwa nini? Kwa kisaikolojia. Wakaanzisha na mifumo katika mabenki, wakaanzisha idara maalum ya CAG, au sio, ambaye yeye kila akikaa anatoa ripoti ya ubadhirifu wa fedha katika kila idara. Halafu mwisho wa siku unajiuliza, kwa kila mwaka tunakula hasara? Lakini nani alianzisha hawa? Ni World Bank, au sio? World Bank ambayo iko chini ya nani? Iko chini ya mabepari, ambao hao ndio waliokuwa wakoloni, lakini ndio hao wanatengeneza hizi idara. Alafu ripoti ikija tunaanza kutafunana wenyewe kwa wenyewe. Sasa ukiwa hauna big brain, unaweza ukaanzisha vita na mkajikuta mnauana wenyewe kwa wenyewe. Lakini kwa nini vita hii inakuwepo? Maana yake ni kutaka kuzionyesha saikolojia zetu kwamba sisi hatuwezi chochote, hatuwezi kujisimamia, hatuwezi kujiongoza, yaani hakuna tutakachofanya sisi isipokuwa tunapenda. Mbadala wake ni nini? Tutahitaji mwekezaji, au sio, aje awekeze kwenye rasilimali zetu za nchi yetu kwa manufaa yao wenyewe. Sasa hizi inaitwa al-harbu an-nafsiyya, ni vita vya kisaikolojia. Lakini kuna vita al-iqtisadiyya, ya kiuchumi, kwamba unaweza ukamiliki vijana wengi katika familia